kuliko kukutana huko kwenye maficho, kwani namba 1 ushuhuda, lakini namba 2 usalama wenu, msije mkaanguka dhambini. Kinjo, namba, tuna utaratibu wetu hapa kanisani. Endapo kama umeianza safari kama hii, huwa tunaenda kutangaza madhabahuni, ili kila mmoja ajue ya kwamba Kinjo anamwangalia Rose kwa ajili ya kuelekea kwenye ndoa. Haufungwi. Muda wote ukiona kama Rose hakufai, unaweza kusema kwamba mimi hanifai. Tutarudi tena kutangaza, wala haitusumbui. Na hii inatusaidia ili usije kama mtu mwanaume mmoja unawachunguza wanawake 8 na wote wanadhani ya kwamba watakuja kuwa wake wa mtu fulani, halafu baadaye unagaidi na mioyo yote inaanza kuumia. Kwa hiyo ni utaratibu tulioweka. Kwa ukimchunguza Rose ukiwa nafai, unamweka pembeni, utaanza kumchunguza mwingine hivyo hivyo, na huo ndio utaratibu ambao tumeweka kanisani kwetu. Kwa hiyo utatangazwa. Bila shaka baba, niko tayari. Unakumbuka ile ishu ya mchungaji alipotutuma kwa mke wake? Na hatukulielewa lile jambo kabisa. Kwani alichotufundisha sisi na alichokifanya yeye ni tofauti. Ndio nakumbuka. Sasa limejirudia lingine. Na ni zaili kabisa. Mchungaji ni kawaida yake. Hivi unajua ameruhusu Rose kuwa na uchumba na Kinjo, mmoja kati ya wale walevi waliokuwa wakilewa na Jomba? Ameruhusu? Si hawajaokoka kabisa wale, na ni walevi. Mchungaji kapatwa na nini jamani? Sielewi. Rose alipokuja kuniambia kuwa mchungaji ameridhia yeye aulewe na Kinjo, nilishangaa mpaka nilitaka nikae chini. Imekuwaje? Ila ngoja kwanza. Mimi nadhani kuna kitu kilichomfanya akubali. Labda ni mapito aliyopitia Rose. Ndio aruhusu aulewe na yule mlevi? Si ni bora mwache akae peke yake? Hebu tuendelee kuombea hili jambo. Maana kila kilichozaliwa na Mungu kimeushinda ulimwengu. Na hili jambo kama ni la Mungu litasimama, na kama ni la adui litakufa. Maana amebariki mwanzo, hajabariki mwisho. Wacha tuone mwisho wake. Huwezi jua. Labda uniambie niwaze hivyo. La sivyo nitaona mchungaji ana upendeleo mkubwa sana. Epuka kuwaza vibaya. Ni vyema katika kila jambo jifunze kuwaza yaliyo mema. Mimi najua mchungaji anampenda sana Rose. Hawezi muwazia vibaya hata siku moja. Tusubiri, tutaona tu. Sawa rafiki yangu, nimekuelewa. Prayer force, prayer force, prayer force, prayer force, prayer force. Nguvu ya maombi. Wewe unahitaji nguvu ya maombi kushindana na adui. Wewe unahitaji nguvu ya maombi. Ila Jay, kiukweli una kitu kikubwa sana cha kimungu. Kwa sababu haiwezekani ukawa hauna Mungu halafu kaweza kuyamaliza yale mambo. Haiwezekani. Mimi nafikiri yani kama ni gari sasa lipo kwenye mteremko linaelekea kabisa kwenye kuokoka. Wewe unaenda kuokoka. Umefanya jambo kubwa sana la kiroho kabisa. Roma, kwa sasa naomba tuachane nayo. Alishatokea, shapita. Kwa sasa naomba nitafutie kabinti fulani hivi kazuri
kalikookoka, lakini nataka nitulie nacho, manake huko mtaani hapajatulia kabisa rafiki yangu. Kwa hiyo nataka nikutafutie mtoto mzuri. Hapo sasa utakuwa umefanya utumishi mwema. Nitajua kabisa kama kweli umeokoka. Yeye. Kwani kuokoka ni kukuletea wewe mchumba? Sikiliza Jay. Wokovu ni kitu muhimu sana kwa sasa na hata kwa wakati ujao. Unapompa Yesu maisha yako na kufanyika kuwa kiumbe kipya, ya kale yanapita na sasa anakuwa mapya. Dina, sawa, nimekuelewa. Utaniletea lini sasa mtoto mzuri aliyetulia, aliyeokoka? Mimi nataka niachane kabisa na haya masuala ya kidunia. Nataka na mimi niwe na mtu wangu, niwe na tunapendana, tunakuja kanisani pamoja. Kwa hiyo huyo mtoto mzuri na kutulia kwa Yesu kuna mahusiano gani? Anyway, naona kama unielewi. Sikia, ukiwa ndani ya Yesu unaweza kupata watoto wazuri walio ndani ya Yesu. Na walio ndani ya Yesu hawawezi kukubali kabisa kuwa na kijana aliye nje na Yesu. Ache. Kama ni Dina, kama ni hivyo, mimi naomba tuache kwanza. Nisubiri kwanza. Unaona, niendelee na dunia, ila nikishamaliza kwenye huko dunia ngoja nitaingia sasa kwenye kuokoka rasmi. Bila kwa sasa hivi naomba kidogo niwaache. Hizo ni mambo rahisi. Baba, katika jina la Yesu, ninauona wema wako. Hatimaye Sandra anapiga magoti na kuliitia jina lako. Kweli wewe Mungu hauna upendeleo. Basi ombi langu ni moja tu kwako Bwana. Kazi njema uliyoianzisha ukaikamilisha katika Kristo Yesu. Amen. Unajua, kuna wakati sisi watu waloni lazima tujue kuwa fair. Kwa nini? Unajua mchungaji hayuko fair kuruhusu Kinjo awe na urafiki na Rose wakati hana vigezo. Vigezo gani? Na huu ujasiri wa kumsema mtumishi wa Mungu umetoa wapi dada? Asisemwe, kwani kuna mahali nimemtukana?
tunakoelekea nitaaga, nitarudi zangu nyumbani. Maana haya mazungumzo ni sawasawa na watu wanaojaribu kwenda kushika umeme gridi ya taifa. Dada yangu, tutakauka. Hebu chana mambo kabisa. Ukiona kitu hakiko sawa kwa mchungaji, usiniambie mimi wala usimwambie mtu yoyote yule. Nenda usini kwa mchungaji ukamuulize. Hebu acha mchezo kabisa. Michezo? Mchungaji ndo aliweka huo utaratibu. Inakuwaje anauvunja leo kwa Rosi? Aliyeweka ni nani? Ni yeye. Aliyeuvunja ni nani? Ni yeye. Basi wacha afanye vile anavyoona inafaa kufanya. Wala usio mwingi wa habari. Ile ni ofisi ya mchungaji. Hujui anasema nini na Mungu wake. Usirudie kamwe. Unakumbuka Miriam alivyomsema Musa ilikuwaje? Alipata ukoma. Basi ogopa kupata ukoma. Hivi Ruma. Hivi najua si vyema sana kuambatana na Jay. Maana sisi tumeokoka. Alafu Jay hajaokoka. Sio hatari kweli? Unajua iko hivi. Kama hatuna nguvu za kutosha, sio vyema kuambatana naye, kwa sababu ni rahisi akaweza kutukengeusha tukamwacha Bwana. Lakini kama tunazo nguvu za kutosha, tunaambatana naye, kwa sababu pia sisi tunaweza kumfanya yeye akaokoka. Kwa hiyo nafikiri hivyo. Haya, tujitathmini. Je, tunazo nguvu za kutosha? Mimi nadhani tunazo nguvu za kutosha. Yeye hawezi kutushinda. Hawezi kutushinda kabisa. Kinachotakiwa ni kulinda namna ya kusikia kwetu, lakini pia tunavyo tafakari. Na muda wote Dina, tuwe tunaongea neno la Mungu, kwani neno la Mungu huwa lina nguvu sana ya kuweza kumwokoa mtu. Je, hawezi kutushinda? Ni kweli kabisa. Maana imani chanzo chake ni kusikia. Kusikia kutokana na neno la Kristo. Yaani tena tumuweke karibu Jay mpaka okoke. Inatupasa tumzalie Bwana matunda. Na nitafurahi sana nikimwona Jay ameokoka. Mimi naamini inawezekana. Inawezekana. Tukomae. Rose, kuna kitu umekifanya sijakipenda na sitaki kijirudie tena. Kwa nini siku zile ulirukia tu ghafla na kusema umekubali? Kumbe nilikosea baba. Tena ulikosea sana tu. Hakikisha hui mwepesi kiasi hicho. Linda thamani yako. Huoni ambavyo umekuwa wa thamani? Ndio baba, nimekuelewa. Linda thamani yako kiroho na kimwili. Tunaposema kiroho ni kuyatamia maombi ukitambua thamani Mungu amekupa. Lakini tunaposema kimwili ni kwa mwenendo na tabia njema. Na moja ya mwenendo mzuri ni kutokukubali kila kitu. Kuna nyakati kataa kidogo mwanzo, halafu baadaye unakubali. Hiyo itakupa thamani. Sawa baba. Umenielewa? Ndio baba, nimekuelewa. Okay. Haya, kwa mfano akikwambia kwamba leo tunaweza tukaenda lunch, tunaweza tukaenda kula chakula cha mchana leo, utajibuje? Asante, Mungu akubariki sana. Unaona? Usiwe mwepesi. Hivi ukatae kidogo. Sawa sawa. Unamwambia kwa mfano, nashukuru lakini kwa leo haitawezekana. Labda kesho ama kesho kutwa itakuwa vizuri zaidi. Kumbe nimekosea baba. Umekosea ndio. Sawa baba, nimekuelewa. Okay. Mfano nakwambia kwamba
jioni unisindikize niende kwenye birthday ya rafiki yangu. Utajibuje? Hapana, labda kesho kutwa. Unaona sasa, yani usiwe na jibu moja, sawa sawa? Ndio. Kwa mfano birthday sasa, kama ni kesho, au utaendaje kesho kutwa? Si mtajikuta mko peke yenu kwenye sherehe. Yani hakikisha unawaza na kufikiri ili upate jibu sahihi ambalo katika kuongea kwake litakupa thamani, ili usionekane cheap, usionekane mwepesi. Sawa? Ndio baba. Umenielewa vizuri? Nakuelewa baba. Tutaendelea kufanya mazoezi. Nataka thamani yako iendelee kuwa thamani nzuri kwa watu. Sawa baba. Sawa? Karibu. Asante sana mchungaji. Nilipata taarifa zako kutoka kwa mtoto wako wa kiroho. Nilimhudumia pale hospitali, anaitwa Mwalimu Kazimeli na amepona HIV. Ni kijana juzi alikuwa na harusi yake hapa. Ilifana sana, amemwoa binti moja anaitwa Jala. Jala? Ya, unamjua? Jala ninayemjua hawezi fika kanisani kwa namna yoyote ile. Sema tu hilo jina sijawahi msikia mtu mwingine tofauti na huyo ninayemjua. Na toka nizaliwe ili jina la Jala leo ni mara ya pili. Wapo. Anyway, hapa yupo mmoja mtumishi wa Mungu mkubwa sana, ambao ni yule mwalimu ndio kamwoa. Basi sio yeye. Mimi ninayemjua ni kahaba wa kutupwa huko mjini. Anyway, mchungaji, naomba kueleza shida yangu. Karibu. Mchungaji, mimi nina shida na naona kabisa ninahitaji msaada wa kiroho, na naomba sana unisaidie, ila kwa usiri na kunificha siri yangu. Ulisema ni daktari? Ndio. Okay. Kama mnavyoficha siri za wagonjwa wenu mnapokuwa hospitali kama daktari, huku kwetu na sisi maadili ni hayo hayo. By the way, sifa ya kwanza ya mtumishi wa Mungu ni kuficha siri za watu na wahudumia. Kwa hiyo be free, uwe huru. Okay. Mchungaji, mimi sijui kuna shida gani. Mimi ni daktari na ninalipwa mshahara mzuri sana. Pia familia yangu sio maskini, na nimetokea kwenye familia yenye utosherevu sana, na sijawahi hitaji fedha ikanishinda kwa namna yoyote ile. Ila kinachonishangaza hapa unaponiona, naona aibu kueleza kinachonisibu. Usione aibu. Karibu. Mchungaji, mimi ninajiuza. Yaani ninajiuza. Okay. Yaani nikitoka kazini ninaenda kabisa kujipanga barabarani. Lakini mimi sina hiyo dhiki, na bado huwa najipanga na kujiuza kana kwamba nina shida ya hiyo hela, na kwa kubageni bei kabisa. Sijui shida ni nini. Hii imenitesa miaka nenda rudi. Okay, kwanza ninataka nikuambia kwamba upo sehemu sahihi sana na nitakusaidia. Namba moja, lazima ujue kwamba hiyo ni issue ya kiroho. Mara nyingi sana unaweza kukuta changamoto hiyo huwa inajiungamanisha moja kwa moja na issue ya sadaka za mizimu. Mara nyingi sadaka za mizimu huwa zinatumia watu kujiuza ama kufanya tendo la ndoa
vile wanapofanya ndio sadaka inatolewa kule. Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa na tamthilia hii na episodi hii uliyoiangalia. Endapo ungetamani kusapoti huduma hii ili iendelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza ukasapoti huduma hii ikawa ni sadaka yako. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye hiyo account namba yetu ya Holy Movies, nasi tutaipokea kwa moyo wa shukrani na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Miamba.